Mvutano wa kisiasa na kiusalama kati ya Iran, Israel na Marekani unaendelea kuongezeka huku vitisho mbalimbali vya maneno vikizidi kuongezeka baina ya viongozi wa mataifa hayo. Katika mazingira hayo, picha mpya za satellite zimeibua wasiwasi mkubwa baada ya kuonyesha shughuli zisizoelezwa katika vituo viwili muhimu vya nyuklia vya Iran vilivyoshambuliwa mwaka jana. Kwa mujibu wa picha kutoka kampuni ya Planet Labs PBC, Irani imejenga paa juu ya majengo yaliyoharibiwa katika vituo vya Natanz na Isfahan. Hizi ndizo shughuli kubwa za kwanza kuonekana tangu vita vya siku 12 kati ya Israel na Iran mwezi Juni, ambapo baadaye Marekani ilifanya mashambulizi ya kuongezea. Wataalamu wanasema ujenzi wa paa hizo unalenga kuficha kinachoendelea ndani ya majengo hayo, hasa ikizingatiwa kuwa wakaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA hawajaruhusiwa kuingia kwenye vituo hivyo tangu mashambulizi yalipotokea. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya nyuklia, paa hizo hazionyeshi dalili za ujenzi upya, bali ni juhudi za Iran kutathmini na kuokoa mali muhimu zilizoweza kunusurika, ikiwemo uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu. Andreas Sticker, mtaalamu wa masuala ya Iran, anasema Irani inalenga kufanya tathmini ya ndani bila kufuatiliwa kwa satellite za Israel au Marekani, hatua inayozua hofu kuhusu uwazi wa mpango wake wa nyuklia. Kituo cha Natanz kilichopo kusini mwa Tehran kilikuwa kitovu cha urutubishaji wa uranium, ambapo Irani ilifanikiwa kufikia asilimia 60 ya urutubishaji, karibu sana na kiwango cha silaha za nyuklia cha asilimia 90. Kituo cha Isfahan kilikuwa kinahusika zaidi na utengenezaji wa gesi ya uranium, malighafi muhimu katika mchakato wa urutubishaji. Kabla ya vita, Irani ilikuwa na vituo vitatu vikuu vya nyuklia vikiwemo Natanz, Isfahan na Fordo, kituo kilichojengwa chini ya mlima kwa ulinzi mkubwa. Katika mashambulizi ya mwaka jana, Israel ililenga vituo hivyo ikifuatiwa na mashambulizi ya Marekani yaliyotumia mabomu ya kupenya ngome, bunker buster na makombora ya Tomahawk. Marekani ilidai kuwa mashambulizi hayo yalidhoofisha kwa kiasi kikubwa mpango wa nyuklia wa Iran, ingawa taarifa kamili za uharibifu bado hazijawekwa wazi. Shirika la kimataifa la nguvu za atomiki duniani IAEA limethibitisha kuwa jengo kuu la urutubishaji Natanz liliharibiwa vibaya, huku miundombinu ya chini ya ardhi ikipata uharibifu mkubwa. Picha za satellite zinaonyesha Irani ikiendelea kuchimba eneo la mlima wa Pikkex Mountain karibu na Natanz, ambapo inaaminika inajenga kituo kipya cha nyuklia chini ya ardhi. Isfahan nayo inaonyesha dalili za tunnel kuzibwa na nyingine kuimarishwa, hatua inayotafsiriwa kama maandalizi dhidi ya mashambulizi ya makombora ya kulinda shughuli za siri. Mbali na nyuklia, Irani imeanza kujenga upya miundombinu ya makombora ya masafa marefu, ikiwemo katika kituo cha kijeshi cha Pachin. Kituo cha Telegan 2 kilichoharibiwa na Israel mwaka 2024 kimeanza kujengwa upya na kinaaminika kuwa na miundombinu ya majaribio ya vilipuzi inayoweza kuhusishwa na maendeleo ya silaha za nyuklia. Shughuli hizi mpya zinaongeza wasiwasi wa kimataifa kuhusu nia halisi ya Iran katika mpango wake wa nyuklia, wakati Iran ikisisitiza kuwa mpango wake ni wa amani, ujenzi wa siri, kuzuia wakaguzi wa IAEA na kuendelea na uchimbaji wa chini ya ardhi. Kunaibua maswali mazito kuhusu usalama wa kikanda na mustakabali wa diplomasia ya nyuklia duniani. Picha za satellite za nchini Iran zinaonyesha shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye vituo viwili ambavyo ni Natanz pamoja na Isfahan. Kwa kiasi kikubwa Irani imeanza kujilinda dhidi ya mashambulizi ambayo yanaweza kutokea wakati wote ya Marekani katika taifa la Iran, ambapo wamejenga sasa ile roof kubwa, yani ukuta mkubwa kwa juu, ambao ni kwa ajili ya kuweza kuepuka droni za upelelezi za Israel pamoja na Marekani, ili basi kufanya shughuli zake za siri, huku ikiendelea kutathmini hali ya usalama wa mpango wake wa nyuklia nchini Iran, lakini vile vile hata kwenye vituo vyake vingine vya kutengeneza makombora katika taifa hilo. Sasa basi Marekani amekuwa na kipaumbele kikubwa cha kuupinga mradi wa nyuklia wa Iran, lakini vile vile amekuwa akipeleka vitisho, hata pengine kutishia kufanya mashambulizi mengine makubwa chini ya Rais Donald Trump, kitu ambacho Irani imeamua kujizatiti vilivyo na kufanya mipango mingine ya siri zaidi, kwa kuanza kujenga kituo kipya cha nyuklia, lakini vile vile kuimarisha vile vituo ambavyo vyote viliweza kushambuliwa kwenye mashambulizi ya vita vya siku 12 hapo mwaka jana mwezi Juni. Sasa sisi
wajibu wetu mtazamaji ni kufuatilia kwa kina kile ambacho kinajiri huko Mashariki ya Kati, hususan katika taifa la Iran. Cha msingi tu, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, ni kusihi uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.